Spidi yake unaionaje akiwa bungeni, namna anavyochangia na nini? Spidi yake nzuri, lakini najua atachukiwa sana. Atachukiwa sana kwa sababu unajua Watanzania hatuna hulka ya kuambiana ukweli. Yaani wewe kama unaharibu hichi, tuna kaida kwambia lakini hapa bado ungefanya hivi, yani tunabembelezana. Sasa Mungu hajampa toni ya kubembeleza. Mungu amempa toni ya call to action. Yaani nakwambia hapa umekosea wewe, unatupeleka shimoni. Kwa hiyo najua wengi watamchukia, hasa watu wa serikali ambao wameshika mamlaka ya kufanya maamuzi fulani watachukia. Lakini mimi niwaombe wamvumilie. Kama tunataka tuijenge Tanzania ya kesho ambayo kila mtu atakuja kufaidika, yani mimi nikikaa mtoto wangu Marichui aje kusema wazazi wetu walifanya hichi, tukubali kuambiwa kweli. Mmoja kati ya wabunge ambao naweza nikasema kwa sasa wamekuwa wakinena, wakizungumza vile ambao tunataka si mtaani kusikia. Mimi mtaani sitaki kusikia makofi, mtaani sitaki kusikia naunga mkono hoja, mtaani sitaki kusikia kwa tutatekeleza. Mtaani napenda kusikia mkandarasi yuko site tumemsimamisha kwa sababu ana delay kwa kazi. Mtaani tunataka tusikie hapana, tusijenge barabara za tope, tujenge barabara za lami. Mtaani tunataka tusikie kuwa sheheni ya kitu fulani kimepelekwa sehemu fulani kwa ukua kitu fulani. Ndio mtaani sisi tunapenda kusikia. Na mtaani hatupendi kusikia fulani katumbuliwa. Kwa nini utumbuliwe? Tekeleza wajibu wako. Kama ni DC mkurugenzi, tekeleza wajibu wako. Kwa sababu usifikiri kama kuna mtu anaweza kufurahia wewe umetumbuliwa. Hata anafanya Baba Levo sio kama anawachongea watu watumbuliwe. Anawakumbusha watu wajibu wao. Ili kesho kila mtu anufaike na Tanzania ambayo tunaiona leo. Spidi yake unaionaje akiwa bungeni, namna anavyochangia na nini? Spidi yake nzuri, lakini najua atachukiwa sana. Atachukiwa sana kwa sababu unajua Watanzania hatuna hulka ya kuambiana ukweli. Yaani wewe kama unaharibu hichi, tuna kaida kwambia lakini hapa bado ungefanya hivi, yani tunabembelezana. Sasa Mungu hajampa toni ya kubembeleza. Mungu amempa toni ya call to action. Yaani nakwambia hapa umekosea wewe, unatupeleka shimoni. Kwa hiyo najua wengi watamchukia, hasa watu wa serikali ambao wameshika mamlaka ya kufanya maamuzi fulani watachukia. Lakini mimi niwaombe wamvumilie. Kama tunataka tuijenge Tanzania ya kesho ambayo kila mtu atakuja kufaidika, yani mimi nikikaa mtoto wangu Marichui aje kusema wazazi wetu walifanya hichi, tukubali kuambiwa kweli. Mmoja kati ya wabunge ambao naweza nikasema kwa sasa wamekuwa wakinena, wakizungumza vile ambao tunataka si mtaani kusikia. Mimi mtaani sitaki kusikia makofi, mtaani sitaki kusikia naunga mkono hoja, mtaani sitaki kusikia kwa tutatekeleza. Mtaani napenda kusikia mkandarasi yuko site tumemsimamisha kwa sababu ana delay kwa kazi. Mtaani tunataka tusikie hapana, tusijenge barabara za tope, tujenge barabara za lami. Mtaani tunataka tusikie kuwa sheheni ya kitu fulani kimepelekwa sehemu fulani kwa ukua kitu fulani. Ndio mtaani sisi tunapenda kusikia. Na mtaani hatupendi kusikia fulani katumbuliwa. Kwa nini utumbuliwe? Tekeleza wajibu wako. Kama ni DC mkurugenzi, tekeleza wajibu wako. Kwa sababu usifikiri kama kuna mtu anaweza kufurahia wewe umetumbuliwa. Hata anafanya Baba Levo sio kama anawachongea watu watumbuliwe. Anawakumbusha watu wajibu wao. Ili kesho kila mtu anufaike na Tanzania ambayo tunaiona leo.